Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche ametoa madai mazito kuhusu ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, akihusisha hatua za kisheria zilizochukuliwa kukabili chama chao na mbinu za makusudi zinazolenga kudhoofisha na kuiua taasisi hiyo ya upinzani. John Heche amebainisha kuwa mnamo tarehe 9 Aprili mwaka wa 2025, siku ambayo mwenyekiti wao Tundu Antiphas Lissu alikamatwa mkoani Songea na kusafirishwa umbali wa zaidi ya kilomita 1000 kabla ya kufunguliwa kesi ya uhaini. Ndiyo siku hiyo hiyo ambayo Said Issa Mohamed alifungua kesi ya madai ya kuizuia chama kufanya shughuli zake na kugawa mali za chama, jambo lililosababisha usitishwaji wa shughuli za taasisi hiyo kwa takriban siku 309. Kiongozi huyo amefichua uwepo wa ukiri wa marehemu Ann Komu unaoonyesha kuwa viongozi na watendaji kutoka ofisi ya msajili, akiwemo msajili msaidizi Sisti Nyahoza pamoja na mtu aliyetajwa kwa jina la Sahel Bohara, walimtembelea marehemu nyumbani kwake na kumshawishi kufungua kesi hiyo ya madai ya mahakama. Heche amesisitiza kuwa ukiri huo haujawahi kukanushwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, jambo ambalo linathibitisha kuwepo kwa mgongano wa wazi wa kimaslahi na matumizi mabaya ya mamlaka ya ofisi hiyo kudhoofisha Chadema. Mbali na ushawishi huo wa kufungua kesi, Heche ameelezea kuwa shinikizo na uonevu kutoka ofisi ya msajili wa vyama vya siasa uliendelea mbali zaidi hadi kufikia hatua ya kutoa barua inayoeleza kutotambuliwa kwa viongozi wakuu wa chama hicho waliochaguliwa na kuteuliwa na mwenyekiti wa chama. Viongozi hao ambao usajili wao ulikataliwa ni pamoja na katibu mkuu wa chama, manaibu katibu wakuu pamoja na wajumbe wote wa kamati kuu ya chama. Kiongozi huyo anafafanua kuwa hatua hizo za ofisi ya msajili kudai kuwa viongozi hao hawakuteuliwa kwa mujibu wa katiba ni jambo la kushangaza, kwani Watanzania wote walishuhudia uchaguzi mkuu wa Chadema uliofanyika tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka uliopita kuwa uchaguzi wa wazi na wa hali ya juu na uliofuatilia na kuoneshwa moja kwa moja na vyombo mbalimbali vya habari nchini. Kulingana na maelezo ya Heche, vikwazo hivi vyote vinaratibiwa na ofisi ya msajili, unalenga kulazimisha mfumo wa siasa za kuelekezwa na kudhibitiwa, ambapo watawala wanataka kuwa na mamlaka ya kupanga idadi ya wabunge na kiasi cha ushawishi ambacho vyama vya upinzani vinapaswa kuwa nacho nchini. Kiongozi huyo amebainisha kuwa hatua hizi zimeleta udhoofishaji mkubwa kiutendaji kwa sababu zilikizuia chama kutumia rasilimali na fedha zake kujiimarisha katika mwaka huu wa uchaguzi, zinazosababisha kupotea na kuharibika kwa mali na majengo ya chama, pamoja na kuwapa nafasi askari polisi kuwashambulia na kuwajeruhi wanachama wao kule mkoani Mara kwa kisingizio cha uwepo wa zuio la mahakama. Kipigo kilichosababisha majeruhi makubwa katibu mkuu wa baraza la wanawake Pamela Masai, ambaye anaendelea kuugua sana hadi sasa. Licha ya udhoofishaji huo wa kiutendaji unaotokana na kesi hizo, Heche ameelezea kuwa mbinu zote zimeshindwa kufika lengo lake kuu, kwani zimekiimarisha chama kwa kukifanya kikubalike na kuungwa mkono na wananchi kwa kiwango
juu kuliko kipindi kingine chochote, kutokana na jamii kushuhudia maonevu hayo ya wazi na kuamua kusimama na chama kama tumaini pekee la kisiasa nchini. Kiongozi huyo amehitimisha kwa kuweka msimamo kuwa uongozi mpya wa sasa chini ya mwenyekiti Tundu Lissu na yeye kama makamu mwenyekiti hautakubali kabisa kuendeshwa na au kushiriki kwenye mifumo ya siasa za kudhibitiwa, na kwamba wako tayari kushiriki ushindani wa haki za kisiasa ili matokeo yoyote yatakayopatikana yafahamike kuwa ni uamuzi halisi na huru wa wananchi wa Tanzania. Makamu mwenyekiti huyu amebainisha kuwa kwa sasa chama hicho kiko katika kiwango cha juu kabisa cha kukubalika na kuungwa mkono na wananchi kuliko kipindi kingine chochote katika historia yake ya kisiasa. Kiongozi huyu ameeleza kuwa kuongezeka kwa nguvu za chama hicho kunatokana na mtazamo wa jamii kwamba ndicho taasisi pekee ya kisiasa iliyobaki kama tumaini la nchi, akitofautisha muundo wao wa kiutendaji na vyama vingine nchini ambavyo vimeitaja ama amevitaja kama taasisi zisizo na uwepo halisi wa kimuundo hadi ngazi ya chini. John Heche amefafanua kuwa tofauti na vyama vingine vinavyolindwa na msajili wa vyama vya siasa au vile vinavyoendeshwa kama mifumo ya kidola, Chadema kimejenga mifumo madhubuti kuanzia ngazi ya viutongoji, vijiji, kata, wilaya, majimbo hadi mikoa kote nchini, ikiwemo maeneo ya Tarime, Tumbo, Pemba na Kigoma. Kuhusu tuhuma zinazoelekezwa kwake kuwa ni mwanasiasa anayeshaulika ama asiyeshaulika na wenye msimamo mkali usiobadilika, Heche ameeleza kuwa kila mwanadamu ana haki ya kuwa na mtazamo wake kulingana na saikolojia, lakini anasisitiza kuwa msimamo wake unajielekeza katika kusimamia ukweli na kutaka ama kukataa uongo. Kiongozi huyo amefafanua kuwa hawezi kukubali kubadilisha ukweli usio wazi hata kama kuna shinikizo la kufanya hivyo, lakini akabainisha kuwa yuko tayari kuunga mkono hoja yoyote yenye ukweli pindi inapojengwa kwa misingi sahihi. Amebainisha kuwa tabia hiyo ya kusimama na kile anachokiamini ndicho inayotafsiriwa na baadhi ya watu kama ugumu wa kushaurika, wakati kiuhalisia ni uaminifu kwa msingi ya kweli. Akizungumza na kuzungumzia athari za mizozo za kisheria iliyokikabili chama hicho hivi karibuni, makamu mwenyekiti huyu ameeleza kuwa hatua za kusitishwa kwa shughuli zao zote za kichama kutokana na kesi zilizofunguliwa mahakamani zilikuwa na athari kwa pande mbili, yaani kuimarisha na kudhoofisha chama kwa wakati mmoja. Kwa upande mmoja, vikwazo hivyo vimesababisha wananchi wengi zaidi kusikitikia ama kukisikitikia chama kutokana na kile kinachotafsiriwa kama maonevu ya wazi, hatua iliyojenga idadi ya watu wanaojiunga na kuunga mkono chama cha Chadema. Hata hivyo, kwa upande wa pili, zuio hilo limeleta udhoofishaji mkubwa kiutendaji kutokana na kuzuiliwa kutumia rasilimali na fedha za chama kulenga ama kujenga mifumo yake, kupotea na kuharibika kwa mali ya majengo ya taasisi, pamoja na kucheleweshwa kwa maandalizi ya shughuli za kisiasa katika mwaka huu wa uchaguzi.